Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nikutie moyo mtu wa Mungu kwamba ili utoke kwenye changamoto, ili utoke kwenye udhaifu ulionao, unapaswa kuwa na imani kwa Mungu, kwa sababu pasipo imani kuna changamoto huwezi kuzitatua kabisa. Kuna mambo magumu huwezi ukatoka kabisa. Kuna mazingira ambayo magumu huwezi ukatoka kabisa. Hebu kumbuka mfano wa mazingira aliyokuwa nayo Ibrahimu. Anaambiwa atakuwa baba wa mataifa mengi na kwamba uzao wake utahesabiwa kwa mtoto ambaye mkewe Sara atamzalia. Ukiangalia hapo, Sara ni mzee na miaka 90. Ibrahimu ana miaka 100, lakini anaambiwa kwamba Sara atamzalia mtoto. Ni mazingira ambayo ilikuwa sio rahisi kutarajia kwamba ataweza kupata mtoto katika umri huo wa miaka 90. Maana yake mpaka anapata mtoto ni karibu Sara na miaka 100. Lakini Mungu alimwahidi Ibrahim kwamba Sara atakuzalia huyo mtoto, na huyo mtoto, katika huyo mtoto ndio utakuwa uzao wako. Maana ndipo tunakuja kuona kwamba hata taifa la Israeli kwa hali ya kawaida limetokana na mtu mmoja ambaye ni Isaka, akamzaa Yakobo na watoto wake wote wale 12 mpaka litakuja kutokea taifa la Israeli. Lakini tunaona aliwezeje Ibrahim kuwa baba wa mataifa mengi? Biblia inasema kwenye kitabu cha Warumi sura ile ya 4 mstari kuanzia 17 mpaka 21. Anasema kwamba Ibrahim alitarajia asiyoweza kutarajiwa. Na Ibrahim, siri ya Ibrahim ni nini? Kilichomtia ujasiri Ibrahim ni nini? Mpaka aweze kupata mtoto yeye aliyekuwa mzee, mpaka Sara kupata mtoto wakati alikuwa na miaka 90, ambao sio kawaida kabisa mtu wa miaka 90 kupata mtoto. Lakini nini kilisababisha kuweza kupata mimba akiwa na miaka 90? Kilichoweza kusababisha ni kwamba Ibrahim aliamini ahadi ile ya Mungu. Kilichompa ujasiri hata alipokuwa anataka kati tamaa kwamba hapana, mke wangu hawezi kuzaa. Hapana, mke wangu hawezi kuwa na mtoto katika umri huu. Haiwezekani Sara akazaa katika umri huu. Lakini kilichomtia moyo ni nini? Pamoja na kwamba sasa kwamba Sara mwenye umri wa miaka 90, mimi mwenye miaka 100 tupate mtoto. Lakini alipoangalia kwenye ahadi ya Mungu, anakuta Mungu anasema, nitaufanya uzao wako kuwa mwingi kama mchanga wa bahari, na ndivyo utakavyokuwa uzao wako, na nimekuweka kuwa baba mataifa mengi. Akiangalia hiyo ahadi ya Mungu, kwa Mungu anamwambia Ibrahim, nimekuweka kuwa baba mataifa mengi, na anaambia kwamba kama nyota za mbingu usipoweza kuzihesabu, ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Imeandikwa kwamba Ibrahim alipoona hiyo ahadi, basi akaacha kusita, akaacha kuwa na mashaka, akaacha kuona kwamba haiwezekani. Pamoja akijiangalia umri wake ni mkubwa, akiangalia mke wake miaka 90, lakini akiona ahadi ya Mungu hakuona ule umri, akaona umri sio kitu. Hata kama na miaka 90, maadamu Mungu amesema kwamba Sara atanizalia mtoto nami nitakuwa baba mataifa mengi, akiangalia ile ahadi aliacha kusita. Hakusita kwamba sitaweza kupata mtoto, bali yeye alimwamini Mungu, huku akijua kabisa yeye Mungu aliyeniahidi ni mwaminifu, atatimiza. Kwa alikuwa anajua kabisa kwamba aliyeniahidi atatimiza. Mimi nikijiangalia ni mzee, mke wangu nikimwangalia ni mzee kabisa, hawezi kuzaa. Kikawaida hawezi kuzaa, lakini naamini kwamba atazaa, kwa sababu Mungu amesema Sara mke wangu atanizalia mtoto, na kupitia yeye Mungu atalifanya jina langu kuwa kubwa, na uzao wangu utakuwa mwingi kupitia huyu. Kwa kuwa Mungu ameniambia, kwa kuwa Mungu ameniahidi hivyo, basi mke wangu atapata mtoto nami nitakuwa baba mataifa mengi. Kwa hiyo aliamini ili apate kuwa. Tunaamini ahadi ya Mungu ili tupate kuwa. Tunaamini ahadi ya Mungu ili tuwe nacho kile Mungu alichokisema, kwa sababu kama ametuahidi, tusipoamini hatukipati. Ili tukipate kile Mungu alichotuahidi, tunapaswa kuamini
ile ahadi ya Mungu ametuambia, tukijua kabisa kwamba ameniambia atanifanya kuwa kichwa, nitakuwa kichwa tu. Ameniambia atanifanya kuwa juu, nitakuwa juu tu. Hata kama naona kabisa siwezi, sina chochote, lakini kwa sababu nimeona Mungu ameniambia hivyo, nimesoma nimeona Mungu ameniambia hivi, basi nitakuwa kama Mungu alivyoniambia. Na ndivyo utakavyokuwa. Kwa ili tuwe na ili tupate kile Mungu alichokisema, ni tuiangalie ahadi ya Mungu. Tunaacha kuangalia jinsi tulivyo. Tunaona hata kama ni kweli, lakini kwa sababu Mungu amesema hivi, basi nitapata. Bwana Yesu asifiwe sana.